Unaangalia Sadiki TV. Ndugu yangu katika imani, ni lazima uwe makini ndani ya ibada ya ndoa, na hii yote ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka waumini wasicheze kwenye ibada ya ndoa, wasicheze kwenye ibada ya ndoa ndugu yangu. Na pia vile vile ndugu yangu katika imani, elewa kwamba mwanaume anapofikia wakati anatakiwa yeye afuate misingi aliyopewa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na msingi wa kwanza ni kumtafuta mwanamke yule ambaye ni mwenye dini, kama alivyosema Bwana Mtume, tunkaul mar'ati li arba'in, huoleka mwanamke au huolewa mwanamke kwa mambo manne au sifa nne, lakini moja ndio aliyothibitisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema fadhfar bidhati dini tarbat yadakan, chagua mwanamke mwenye dini. Lakini ukimkosa mwanamke mwenye dini, basi sawa sawa na kushika mchanga, maana yake umekosa kabisa, umeruka. Kwa hiyo wewe mwanamume mwenzangu, ninakushauri na ninakunasihi pamoja na kuinasihi nafsi yangu kwa ajili ya kutafuta mwanamke mwenye dini, kwa sababu ndiyo mwongozo mzito na msingi mkubwa aliyouelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia vile vile Bwana Mtume akatuambia, mastafada almu'min ba'da taqwa Allahi khairan lahu min zawjatin salihah, hajapopata faida mwana adam au mu'min, hajapopata faida mu'min baada ya kumcha Allah tabaraka wa taala, faida iliyo kubwa kabisa kuliko kumpata mwanamke ambaye ni mu'min, ni yule mwenye dini ndugu yangu katika imani. Kwa sababu gani? In amaraha ata'atuhu, kwa sababu mwanamke mwenye dini ambaye ni mu'mina, yeye ukimwamrisha tu atakusikiliza lile unalomwamrisha. Hii ndiyo faida kubwa kabisa. Akaimiza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tutafute wanawake wenye dini ili kwa kulinda msingi mzima wa kutokuharibika ndoa kwa mambo ambayo ni madogo madogo. Wa in nadhara ilaiha sarratuhu, na ukimwangalia mwanamke mwenye dini kwa mavazi yake, kwa anavyojiweka, kwa ibada zako, wewe atakufurahisha kwenye moyo wako. Wa in aksama alaiha abaratuhu, na akimwapia kwa jambo la makosa, basi yeye atafanya vizuri moja kwa moja ndugu yangu katika imani. Wa in ghaba anha, na mwanamme akisafiri akiwa yuko mbali na mke wake, mwanamke yule nasihatuhu fi nafsiha wa malihi, yeye mwenyewe atajionya nafsi yake na kutokufanya maovu, na pia atakuwa ndugu yangu katika imani ni mwenye kuchunga mali ya mume wake ndani ya nyumba, na pia atakuwa ni mwenye kujitambua, kwa sababu walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, mwanamke yeye ni mchunga au ni msimamizi ndani ya nyumba ya mume wake, na ataulizwa ni Allah tabaraka wa taala kesho usimamizi wake ulikuwa. Na mwanachuoni mmoja ametuambia, falbuyutul mu'mina, nyumba ya mwanamke mu'min hiya allati tubna ala almawaddati walmahabba, ni ile inayojengeka kwa mapenzi na huruma kabisa. Wa anna dimara albuyut, na ama uharibifu wa nyumba, min jafafi almashairi, ni kupungua hisia za mapenzi mtu kwa mume wake ndugu yangu katika imani. Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma.